الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. Watukufu Islamu, baada ya kumhimidi Allah na kumswalia na kumwombea rehema kiongozi wetu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye pamoja na masahaba zake na wote waliofuata imani aliyoifundisha, napenda niusie nafsi yangu na nafsi zenu ya tumcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumcha Mwenyezi Mungu ndio utatuzi wa mambo yote, ndio kufanikiwa kwetu sote duniani na kesho akhera, kama alivyosema Allah baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna lilmuttaqina mafaza, hakika wana wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu kufaulu. Hivyo tumcheni Mwenyezi Mungu kwa kutekeleza yale yote tulioamrishwa ndani ya Qur'an na sunna za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tuepuke pia yale ambayo tumekatazwa. Allah tujalie kwa miongoni mwa waja wake ambao ni wasififu na watiifu. Anwani ya hotuba yetu ya leo, ambapo namuomba Mwenyezi Mungu anipe ufasaha na nyinyi pia wape ufahamu wa kile ambacho nitakachokizungumza. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri yafqahu qawli, ni tathmini itakuwa ndio khutba yetu ya leo, kwa sababu bado tuko katika mwezi wa Muharram, mwezi ambao mashehe na maulamaa wanahesabu kama ndio mwezi wa mwanzo katika mwaka. Kwa hivyo tukiwa katika mwaka mpya, tuko katika mwezi wa kwanza, ni wajibu kwetu sisi tutathmini. Na tathmini, nini maana tathmini? Tathmini ni kupima mafanikio yamepatikana. Je, kuna sehemu tumekosea? Tathmini, tumefaulu, kuna haja ya kuzidisha juhudi. Tumekosea, kuna haja ya kujiepusha yale ambayo tuliokosea, ili tusikosee tena. Hiyo itakuwa ndio anwani ya hotuba yetu, tathmini. Aya mbalimbali katika Qur'an zinawataka watu wafanye tathmini. Kuna akwali mbalimbali ambazo pia zinawaagiza Waislamu wafanye tathmini. Miongoni mwa aya zinazotuagiza tufanye tathmini ni aya inayosema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, qul siru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul mukaththibin. Sema Muhammad, waambie wafuasi wako,
Wafanye nini? Siru fil ardh, tembeeni katika ardhi, taliini katika ardhi, nendeni katika nchi mbalimbali katika ardhi, nendeni katika pande mbalimbali za ardhi. Mufanye nini? Fayandhuru, muangalie, kaifa kana aqibatul mukadzibin, vipi ulikuwa mwisho wa wale waliomkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tembeeni muangalie watu wa Ad, tembeeni mwende katika sehemu ambayo walioishi watu wa Thamud, nendeni Misri, sehemu ambayo Firauna aliishi akatakabbar. Kisha muangalie vipi ulikuwa mwisho wa kina Firauna, vipi ulikuwa mwisho wa kina Ad, vipi ulikuwa mwisho wa kina Thamud na umma mbalimbali zilizokuwa kabla ya Muhammad. Mutadabbar, mufanye tathmini. Kwa nini Firauna aliangamizwa? Kwa nini watu wa Thamud waliangamizwa? Kwa nini watu wa Nabii Saleh waliangamizwa? Ndio katika Qur'an kuna visa mbalimbali ambavyo vimesimuliwa ndani yake, lakini baada ya visa au kabla ya visa Allah analeta tanbihi, inna fi qasasihim ibra liuli albab, hakika katika masimulizi ya mitume, masimulizi ya visa mbalimbali ya waja wema na waja waovu, ibra, kuna mazingatio, muzingatie. Lakini mazingatio hayo yanapatikana liuli albabi, kwa watu wenye akili. Wa nahanu, na sisi umati Muhammad, minhum, ni miongoni mwa watu hao wa mazingatio. Amesemwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, fanyeni tathmini matendo yenu, fanyeni tathmini amali zenu kabla ya kuhesabiwa yaumul qiyama. Mwezi umemalizika, siku inamalizika, matendo yenu yanapandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, muda wal asr na muda al-fajri. Umefanya nini? Mwezi, wiki, Alhamis na Jumatatu, umefanya nini? Mwaka umemalizika, umefanya nini? Hivyo, lakini ningependa pia katika kufanya tathmini, hebu tuangalie masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matukio ambayo waliyafanya masahaba. Walikuwa ni kama sisi. Sasa mimi na wewe baadaye tujilinganishe, masahaba wamefanya hivi, mimi na wewe katika umri ambao tayari tumeshaishi tumefanya jambo gani ambalo na sisi tutakapoondoka tuhesabiwe au tutajwe na wale wataokuja baada yetu. Nimemchukua sahaba ambaye sio maarufu, anaitwa Abdullah bin Kuhafa. Abdullah bin Kuhafa as-Sahmi. Abdullah bin Kuhafa bin as-Sahmi ni katika mwaka wa 6 wa utume, mwaka wa 6 wa hijri, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamia Madina. Mwaka huu sallallahu alaihi wasallam aliamua kusambaza barua katika miji mbalimbali, katika nchi mbalimbali. Kwa hivyo sallallahu alaihi wasallam akamtuma sahaba wake huyu Abdullah bin Kuhafa aelekee kwa Kaisar, kwa mfalme huyo, na kwa mfalme Kisra katika falme za Rum. Na katika zama hizo
Mfalme huyu Kaisar alikuwa ni katika wafalme wenye kutisha. Mfalme Kisra alikuwa ni katika wafalme wenye kutisha ambao dunia ilikuwa inatetemeka kwa uwepo wake na utawala wake. Abdallah bin Quhafa anatumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ni kijana mdogo, anaenda katika ardhi, katika nchi ambayo watu wake lugha yake yeye na lugha yake yeye Abdallah na hao watu walioendea ni lugha tofauti. Anaenda katika ardhi ambayo mfalme wake kuua kwake ni kama kuchinja kuku au kubaka nzi, kwake kuua kuweka ndani jambo la kawaida. Abdallah amefika mbele ya mfalme huyu jeuri na barua yake ambayo amepewa na Mtume wa Mungu sallallahu alaihi wasallam. Abdallah amefika mbele ya mfalme huyu Kisra, anaambiwa na wajumbe wake, anaambiwa na wafanyakazi wake, anaambiwa na wasaidizi wa Kisra, tunaomba hiyo barua uliopewa tumpelekee mwenyewe mfalme Kisra. Abdallah akiwa ni jasiri, akiwa hana hofu ya aina yote, kama Qur'ani inavyowasifu masahaba kwamba la yahafuna laumata laimi. Masahaba katika kufikisha dini ya Mwenyezi Mungu, katika kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu, walikuwa hawaogopi lawama ya yoyote ni kulaumu. Abdallah akasema sitotoa barua hii mpaka niifikishe mkono kwa mkono. Huu ndio ujumbe ambao au ndio maagizo ambayo nimepewa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akafikishiwa Kisra taarifa ile, akasema basi naomba muniletee mbele yangu. Wako uso kwa uso, amepewa barua ile imesomwa akiwa Abdallah yuko mbele ya mfalme Kisra, na imesomwa na mkalimani, barua ambayo inaelezea kwamba barua hii inatoka kwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inaenda kwa Kisra mfalme wa Fursi. Inakutaka wewe mfalme Kisra usilimu na uamini kwamba la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Ujumbe ule ukamkasirisha mfalme huyu, na akasema ana nini huyu Muhammad? Mimi ndio mfalme, mimi ndio Mungu wa dunia, leo ananitaja yeye mwanzo kabla ya mimi, badala kumtaja mimi. Basi hebu barua ile ilete, na akaichana barua ile na akaagiza yule bwana Abdallah bin Quhafa awekwe ndani. Abdallah akiwa ndani ameomba sana Mwenyezi Mungu amuokoe kwa janga lile, na kwa bahati akapata upenyo na kwa kutoroka akakimbilia katika mji wa Madina ambapo yuko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amesimuliwa tukio lile na yeye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema mazakallahu milka Kisra, Mwenyezi Mungu kama vile ambavyo amechana barua yangu, basi na ufalme wake utachanika. Baada ya masiku kupita, ukaja ujumbe tena. Tukio hili kwanza napenda tupige underline mstari. Tukio la Abdallah bin Quhafa, ushujaa wake aliofanya wa kwenda kwa mfalme ambaye ni muuaji katili, lakini kwa sababu ya kuipigania dini ya Mwenyezi Mungu hakuogopa, hakuwa na hofu ya aina yote. Yeye alikuwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ipime wewe sasa, jambo gani unalolifanya la kuipigania dini ya Mwenyezi Mungu? Umekuja ujumbe kutoka kwa mfalme wa Badhana. Badhana alikuwa ni katika wafalme, katika watumishi wa mfalme huyu Kisra,
wajumbe wale wamemletea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam barua, wanamwambia sisi ni wajumbe wa Badhana, na Badhana ametutuma, anasema yeye kapewa amri, agizo kutoka kwa mfalme huyu Kisra, akimtaka kwamba tukuchukue tukupeleke kwake. Kisra alikuwa anatisha, akitoa agizo dunia nzima inatishika. Basi sallallahu alaihi wasallam akamwambia, nendeni kesho, rudini, nitakupeni jibu lenu kama munichukue au la. Basi wale wajumbe wakaondoka. Siku ya pili yake wakaamkia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, asanteni kwa taarifa mlonipa jana, lakini leo nawapa biashara, nawapa taarifa mpya ya kwamba Kisra ameuawa. Huyo mfalme wenu ambaye mnamuogopa, mnamuhofia, mnamtetemekea, mnamnyenyekea, ameuawa na mtoto wake anaitwa Shirawayhi. Wale bwana wakashtuka, wakashangaa, wakasema unasemaje? Akasema mfikisheni taarifa hizi Badhana, mwambie kwamba huyo mfalme wako ameuawa na mtoto wake. Basi wale wakatoka moja kwa moja wakaenda mpaka Badhana, na Badhana akasema ikiwa jambo hili lililotokea alolitamka Muhammad ni la kweli, mimi nitaifuata dini yake. Baada ya wiki moja taarifa ikafikia kutoka kwa Shirawayhi kwamba mimi ndio mfalme, nimemuua baba yangu, kwa hivyo unitii ili uendelee kukaa kiti hicho cha ufalme. Basi Badhana baada ya kutoa ujumbe huo akatamka ashhadu an la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Kwa hivyo Waislamu tunapasa tuangalie matukio mbalimbali ya masahaba. Tumwangalie tena kwa mara nyingine huyo Abdullah bin Quhafa. Mwaka wa tisa kiongozi akiwa ni Umar bin Khattab radhiallahu anhu, akiwa ndio khalifa, akawa ametuma majeshi mbalimbali kusambaa ili kutetea dini ya Mwenyezi Mungu. Basi mwisho wa siku jeshi ambalo nyuma Abdullah bin Quhafa likatekwa, na walipotekwa wale Abdullah bin Quhafa wakapelekwa moja kwa moja kwa mfalme wakati huo akiitwa mfalme wa Rum Kaisar. Kuna Kisra na Kaisar, akapelekwa kwa mfalme aitwa Kaisar. Basi Kaisar akatoa oda, katika hao waliowateka, naomba niletee sahaba wa Mtume Muhammad. Nasikia tu masahaba na hapo ni waone hao masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakoje. Sifa zao za masahaba zimesambaa dunia nzima. Ni watu ambao wanaweza hata kuinua nyumba kwa kutumia mikono yao. Ni watu ambao wana uwezo sahaba mmoja kupambana na makafiri 10 peke yake. Wakoje wa masahaba? Kwa hivyo katika utafiti kwa wale waliotekwa akapatikana sahaba yetu Abdullah bin Quhafa radhiallahu anhu. Abdullah bin Quhafa yeye alichofanyiwa ni kufungwa, akatundikwa katika mti katika shakli ya msalaba, yani akasulubiwa, huku wale waliotekwa pamoja na yeye ikawa sasa wanatumbukizwa katika mafuta moto ya kuchemka. Mafuta yapata moto, basi mmoja mmoja anatumbukizwa kwenye mafuta. Abdullah bin Quhafa anashuhudia tumbukizwa wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Sasa mfalme Kaisar akatoa oda, sasa ni zamu yake yeye, sasa hebu mtumbukizeni. Lakini wakati mtumbukiza, hebu mwangalieni ana hali gani.
ana hofu au amefurahia, basi wakawa wanamshusha kutoka kwenye mti taratibu, kisha wanamkaribisha kwenye ile sufuria la mafuta moto. Amekaribia sasa kichwa kuingizwa kwenye mafuta moto, akaonekana Abdallah bin Quhafa machozi yanamtoka. Nini kilijiri baada hapa? Aqulu qawli hadha fastaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'il muslimin fastaghfiruhu la'allakum tuflihun. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa ashabihi al-ajilla wa man tabi'ahum ila yawmil qiyamah, wa ba'd. Usikum wa nafsi maratan thaniya bi taqwallah. Abdallah bin Quhafa anatumbukizwa katika mafuta moto. Askari wakamuona Abdallah bin Quhafa machozi yanamtoka. Tukio lile akatoa taarifa Mfalme Kaisar, yule bwana tumemuona analia, vipi, unasemaje tumalizie kazi? Akataka sitisheni na mleteni mbele yangu. Basi zoezi likasitishwa, akaletwa Abdallah mbele ya Mfalme Kaisar. Abdallah, nini kimekupata? Mbona umeonekana unalia? Unaogopa kifo au uko tayari kuacha dini ya Muhammad kuja katika dini hii ya kwetu sisi? Abdallah asema hapana, mimi siogopi kifo wala siko tayari kurudi katika kuja katika dini yenu. Mimi kinachoniliza kwamba mnataka kunitumbukiza katika mafuta, maumivu nitakayoyapata ni machache mno, dakika 2 nimekufa. Nalia kwa nini nisitumbukiwe kwa mafuta mara ya kwanza kisha nife, nirudishe tena nafsi mara ya pili nife, hata ifikie mara 100 nipate machungu kwa ajili ya kutetea dini ya Mungu. Yule bwana Kaisar, jambo lile likamshangaza sana. Kaida nafsi, kaida binadamu wanaogopa kifo. Huyu anasema mimi niko tayari kufa, lakini kama ikiwezekana niwe na nafsi japo 100, tule moja baada ya nyingine, ili maumivu niyapate, ili kesho kiyama nipate kumwambia Mwenyezi Mungu nimepigania dini yako na ikafikia hatua hii. Kaisar akamwambia nitakupa ofa. Ofa gani hiyo? Ndio ofa hiyo ya kukuachia uwe huru, lakini kwa sharti. Sharti gani hilo? Unibusu paja langu la uso. Ukinibusu basi mimi nitakuachia huru. Akamwambia yule bwana, akasema oh, subhanallah, mal'un shaytan, ibilisi huyu ni mbusu. Alikuwa anasema hayo kwa moyo moyo. Sasa basi akamwambia nitakubali kubusu, lakini kwa sharti moja. Sharti gani? Wale wote uliowateka wenzangu, Waislamu wenzangu, basi na ufikia wote waachie huru. Yule bwana akasema hilo limepita. Basi Abdallah bin Quhafa akasogea kwa mfalme huyu, akabusu kwenye paja la uso la bwana, kisha akaachiwa. Wamerudi Madina, Abdallah bin Quhafa na Waislamu wenzake wakiwa masahaba, wakamsimulia Umar bin Khattab tukio hili radhiallahu anhu. Basi Umar alichofanya akasema masahaba wote, Waislamu wote waende wakambusu na kumkumbatia Abdallah bin Quhafa. Waislamu, huu ni mfano mmoja wapo wa namna gani masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walipigania dini ya Mwenyezi Mungu na hawakuhofia kifo, hawakuhofia lawama ya aina yote, hawakuhofia vitisho vya aina yote. Wao Allah walimtanguliza mbele. Mimi na wewe tuna hali gani?
Ijumaa iliyopita tuliona washirikina wa Maka wamekaa kikao cha kupitisha njama namna gani watamuua Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namna gani watamuua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wamekusanyika wakiwa nje, lakini sallallahu alaihi wasallam kabla tukio hili anawaita masahaba zake, anauliza jamani, kuna tukio litatokea la mimi kutakuja kuvamiwa na kutakuuawa, nani yuko tayari katika masahaba zangu aje alale siku ya tukio ya kuuawa kwangu? Nani yuko tayari kulala kwa kitanda changu mimi nipate kutoka? Subhanallah, Ali bin Abi Talib anasema mimi Rasulullah niko tayari. Sallallahu alaihi wasallam anauliza tena, nani yuko tayari atakayeambatana na mimi kuanzia kutoka Maka mpaka Madina? Sallallahu alaihi wasallam anauliza hilo huku tukijua kwamba kitanda cha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kitanda cha kifo, kuambatana na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ni kifo. Abu Bakar anasema mimi niko tayari sallallahu alaihi wasallam kujitolea mimi na kila kinachohitajika ambacho kitatufikisha Madina tukiwa salama salimini. Na kweli tukio lile limejitokeza. Sallallahu umefika muda wa saa 8 za usiku, watu wamelala, wale washirikina wanasubiri muda sallallahu alaihi waingie katika nyumba ya Mtume sallallahu amemwamsha Ali, amelala kwa kitanda chake, ametoka nje ya nyumba, amewakuta wale wapo nje, akachukua mchanga akausomea Yasin wal hakim inna mpaka waja'alna min bayni sadda wa min khalfi sadda fa aghashayna fa yubsirun, kisha akamtia wale washirikina na wote wakapata lepe la usingizi. Kuna siri kubwa wa surati Yasin na pia kuna siri kubwa ya mchanga. Hiyo wataalamu watakuja kutupa somo hilo, siri ya Yasini na siri ya nini ya mchanga. Sallallahu alaihi wasallam alitumia mchanga siku hii ya leo, lakini pia alitumia mchanga katika vita vya Badri. Sallallahu alaihi wasallam amefika nyumbani kwa Abu Bakari. Abu Bakari wamefika mpaka kwenye pango. Kwenye pango Abu Bakari anamzuia Mtume asiingie kwenye mpango, wewe niingie mimi niangalie kuna usalama. Ewe Muislamu, angalia ushujaa wa sahaba huyu, namna gani anamjali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.